Yeah, so ukija kuangalia kwa upande wa weekly tunaona ni wiki ya 27 ambayo tuko nayo, ukiweka 28 ndio hii inayoanza kesho, lakini sasa hivi ni ya 27. Ukija kuangalia kwenye jumla ya turnover ama ile total turnover, unaweza kuona pale imeweza kufika bilioni 30, ambayo kwenye hii kwa asilimia kubwa sana nyingi zimechangiwa na NMB pamoja na CRDB, ambayo NMB amechangia kwa kiwango kikubwa sana kwenye hii bilioni 30. Lakini pia ukija kwenye volume unaweza kuona hisa ambazo zimeuzwa na kununuliwa sokoni ni milioni 7 na laki 9. Hapo ni zote tu kijumlisha. Jumla ya deals zimefanyika deal ama miamala 388. Outstanding zimekuwa milioni 2 na laki 4. Hizi ni zile bid, kwa maana hizi ni zile ambazo zinatakiwa kuuzwa. Watu wanataka kununua, umeona ni nyingi kuliko ambazo watu wanataka kuuza. Ambazo watu wanataka kuuza ziko milioni 2 na laki 3, lakini za kununua ni milioni 2 na laki 4 na kitu. Average turnover kwa siku ilikuwa ni kama bilioni 6. Kwa hiyo unaweza ukaona kwa siku ilikuwa inazunguka almost bilioni 6 sokoni. Kuna siku ilikuwa inapanda zaidi, kuna siku ilikuwa inashuka zaidi, lakini wastani ni bilioni 6. Then ukija kwenye bid to offer ratio ama weekly bid to offer ratio unaona ni 1.03. Hii ndio inafanya tuweze kuona kwamba soko liko bullish, kwa maana ya kwamba kampuni nyingi ama hisa nyingi zimekuwa zikipanda ama zikifanya vizuri. Lakini ukija kwa upande wa kampuni ambayo imefanya vizuri sana, kwa maana imepata change kubwa kwa muda wa wiki nzima, tunaona ni KA. KA ni Kenya Airways ama KQ, kwa ambaye labda itakuwa inamsumbua hii. Ticker sign yake ni KQ ama Kenya Airways. Hii ni cross listed, imetoka Kenya, ambayo imepanda kwa asilimia 9.9. Ukija kwenye ambayo imefanya vibaya ama mbaya kuliko zote, tunaona ni MCB. MCB ni kampuni gani bwana? Raymond na Everest. Mwalimu Commercial Bank. Okay, kwa hiyo unaona Mwalimu wenyewe imeanguka kwa asilimia 8.7 pale kwa wiki iliyopita, lakini kwa turnover tunaona NMB, umeona ameweza kuongeza hiyo bilioni yake 5. Lakini ukija kwa upande wa volume umemwona CRDB pale ameweza kupata volume ya karibu 900,000 kwa kila siku. Kwa hiyo wastani ndo amepata hivyo na NMB wastani amepata hivyo. Kwa hiyo ukiangalia hii unaweza ukaona sasa kwamba NMB peke yake amechangia kwa kiwango kikubwa sana katika hii jumla ya turnover hapa juu. Lakini ukiangalia kwenye monthly trend ambayo tuko nayo, mwezi wa 6 tulikuwa tuna data za siku moja tu, ambazo kimsingi ni kama ni data za siku moja ambao ndo nilijaza. Lakini mwezi wa 7 ambao tunao, unaweza ukaona ambaye ameperform vizuri mpaka sasa hivi unaona ni Tatepa. Lakini sasa hapa ndo utaona ile tofauti ya kuwekeza kwenye kampuni ambazo zina fundamental nzuri na hizi kampuni ambazo ni kwa ajili tu labda ya kutrade na vitu kama hivyo. Unaona kama Tatepa hana ripoti nzuri sana ama hana mwaka mzuri sana kifedha, lakini unashuhudia yeye ndo anayefanya vizuri mpaka sasa hivi kulingana na mwezi vile ambavyo unaendelea. Lakini ukija kwenye ambaye anafanya vibaya, tunaona yuko pale ni MCB, na ambaye anashikilia kwa upande wa turnover tunaona sasa hivi CRDB amepitwa na NMB. Kwa hiyo NMB katika hapo bado anafanya vizuri. Sasa ukija kwenye upande wa daily huku, ukijaribu kuangalia hii sentiment ili kuweza kuona labda kesho mambo yatakuwaje sokoni, ukiangalia hapa, fikiri wote mnaona hapo inaonekana Okay, na shumu mnaona, unaona huyu ana wanunuzi lakini hamna muuzaji. Huyu ni yule Kenya Airways ambaye tunaona. Kwa hiyo ikiwa hivyo, mara nyingi huwa bei inaanza kupanda, lakini ukija kwenye hizi za kwetu tunamuona NMB asilimia 85. Naona wanunuzi ni karibu mara 5
pointi nane ama karibu mara sita ya wauzaji. Kwa hiyo huyu ana uwezekano mkubwa pia wa kupanda na hii wiki ambayo inaanza kesho. Kwa hiyo kwa upande wa NMB tutamweka pia kwenye ile watch list ya kwetu, lakini mimi najua matarajio yangu kwake ni bei kuendelea kupanda. Lakini National Media Group pamoja na PAL ama Precision na yenyewe pia nadhani zitaendelea kupanda, japo kwa upande wa Precision kidogo haina fundamental nzuri sana kwa sababu ina mahasara hasara na nini, lakini ndio hivyo, traders huwa wawekezaji huwa wananunua pale ambapo wanajisikia wao kununua. Kwa hiyo hii nayo ina uwezekano wa kupanda kwa wiki ambayo inaanza kesho. Lakini ukija TBL naye the same, japo ni hisa chache ziko sokoni, lakini wanunuzi hamna. Lakini ukija kwa Uchumi Supermarket ni ya Kenya na yenyewe pia ni hivyo hivyo, demand iko kidogo, lakini supply hakuna. Lakini overall tunaona hivyo, ila pia hapa kwa CRDB naona kidogo iko chini, lakini kwa uzoefu wangu ni kwamba soko litakapofunguliwa kesho, natarajia kuona kwamba hii counter ndio counter ambayo itaanza kuwa na turnover kubwa na volume kubwa. Kwa hiyo ile volume kubwa tayari ina maana inachochea zaidi upande huu zaidi ya hapa, kitu ambacho kitafanya bei iweze kupanda zaidi. Kwa hiyo either itapanda ama ita maintain kwa maana ya kubalance, lakini tutapata matokeo vizuri vile ambavyo soko linaendelea kesho. Kwa kesho tunajua itakuwa ni siku ya kazi, nafikiri kesho kutwa ndo kuna ile holiday ambayo soko halitakuwa wazi. Kwa hiyo nadhani wiki hii tutakuwa na wiki ambayo ina siku nne. Kwa kama wiki ikiwa na siku nne, natarajia kwenye total turnover huku hii kidogo itapungua, haitakuwa hivi. Kwa hiyo hiyo ni kitu tu uweke kichwani, ili kama unapangilia namna ya kutrade hiyo wiki ama kununua, uweze kujua kwamba soko litakuwa kidogo itakuwa fupi kwa sababu ya holiday ambayo ni Sabasaba nadhani. Kwa hiyo ukija pia hapa kitu kinachoonekana ni kile kile ambacho tuliona kule. Kwa hiyo kuna matarajio nadhani kwa kina NMB kama kina Nico na unaona kidogo wanaweza kunyanyuka. TCCL na yeye pia kidogo anaonekana sio mbaya, japo Ijumaa masoko mengi yalifunga kidogo akiwa neutral na nini, lakini nadhani kwa kesho tutazipa macho hizi kampuni kama tatu hapa ili tuweze kupata mwelekeo zaidi wa kile ambacho kinakuwa kinaendelea. Kama kuna mtu ana swali labda mahali anataka ufafanuzi, karibu. Shukrani kiongozi. Mi na swali ni kuhusu activity kwenye DSC. Kuna factors ambazo unaona zipo, of course hazijamachua bado, lakini ni muhimu kuzifuatilia za kisiasa. So mfano kuna issue za maandamano na nini, mambo ya siasa haya. Ni kipindi cha kustep back for a while mpaka tutakapoona vuguvugu limeisha, au tuendelee na maisha mengine ya kiuwekezaji. Lakini cha pili, maana hizo ni siasa za ndani, kuna siasa za nje. Nilisoma sehemu sijui EU Marekani kama wanatarajia kuweka some sanctions Bongo hapa, ambayo itapunguza baadhi ya misaada. Hiyo ina effect gani kwenye shughuli zetu za kiuwekezaji? Shukran. Asante kwa maswali mazuri. Nikianza na hili la kwanza, hii mambo ya vuguvugu la kisiasa au labda machafuko au uchaguzi au maandamano au mambo yote ambayo yanafanana na hayo au yana mrengo huo, kwa mwekezaji ni vitu ambavyo ni muhimu kuvijua na ni muhimu kuelewa kwamba nini huenda kikatokea na kwa muda gani, na kikitokea kitakuwa na madhara gani kwangu mimi kama mwekezaji. Sasa sitaki kusema kwamba labda itatokea ama haitatokea, lakini kama ikitokea kwako wewe kama mwekezaji, inaweza ikawa inatengeneza fursa nzuri ya kununua labda kwa bei ya chini, kwa sababu kama labda ikitokea bei zinaweza zikashuka. Kwa hiyo kama unaweza ukawa una cash,
unaweza ukaingia kwa bei ambazo ni za chini zaidi, kwa sababu mara nyingi haya mambo hayana athari za muda mrefu. Nafikiri wote tulikuwepo mwaka jana ile Oktoba, kidogo kulikuwa kuna changamoto, kukawa kuna shida za mambo ya internet na nini, na soko nafikiri pia lilikuwa halipatikani kwa siku kadhaa kwa sababu ya hizo shida za mtandao na nini, lakini baadaye kila kitu kilirudi na mambo yakaendelea vizuri. Kwa hiyo ya kwangu mimi ni kwamba kwa mtazamo wangu binafsi sioni kama kutakuwa kuna madhara makubwa ama kuna chochote ambacho kinaweza kutokea kwa hizi siku za mbeleni kuhusiana na masuala haya ambayo yanazungumzwa. Sidhani kama kuna kitu ambacho kitatokea, lakini ni kuwa alert na kuendelea kuwa makini na kila movement ambazo zinaendelea, ili kama ikitokea either unaweza ukateke advantage au isikuumize. Na kutokukuumiza ni kwamba usifanye maamuzi yoyote ya haraka, kwa maana ya kwamba labda unataka kuuza ili uwe salama au vinginevyo. Hapana, hata ukiuza ni kwamba utakuwa hujapokea hata hiyo hela, kwa sababu hela yenyewe kuingia siku mbili siku tatu, na hiyo shughuli ya hao Samaria Wema pengine ni tarehe 7 ambao ni kesho kutwa. Kwa hiyo cha kufanya ni kwamba unaweza ukatulia ikapita ukaendelea, ama kama ni kuwekeza unaweza ukaendelea kuwekeza kama kawaida, kwa sababu binafsi yangu sioni chochote ambacho kinaweza kutokea ambacho ni hatari. Na nikija kwenye swali la pili la sanctions za US, sijalipata binafsi, lakini nimekuwa nikisikia watu wanaongea kwamba kuna hichi kuna hichi kuna hichi kuna hichi. Kwa hiyo sijui zina ukweli kiasi gani ama zina uhalisia kwa namna gani, lakini pamoja na yote itakavyokuwa ni kwamba sanctions zikiwekwa ni kwamba hali ya uchumi itakuwa ngumu. Hali ya uchumi ikiwa ngumu, sio tu wawekezaji ambao wataathirika, lakini itakuwa na athari kwa nchi nzima, na itaathiri makampuni, itaathiri wawekezaji, itaathiri kila mtu, kwa sababu kama tunatarajia labda biashara zifanye vizuri, watu wachukue mikopo, walipe mishahara mizuri, walipe bonus, walipe nini. Kama sanctions zikiwekwa, mambo yakiwa magumu, ina maana yanakuwa magumu kwa wote. Kwa hiyo yakiwa magumu kwa wote, ina maana hali itakuwa ngumu kwetu sote. Lakini pia kuna jambo lingine la kuangalia kwamba hizo sanctions ni sanctions za namna gani, kwa sababu kuna sanctions ambazo zinawekwa zinakuwa hazina madhara makubwa kiasi kile. Unakuta ni labda misaada midogo midogo ya hapa na pale, ambayo tukifunga mikanda kwa maana ya kubana bana matumizi kidogo, kuna baadhi ya mambo unakuta yanaweza kufanyika bila hata hiyo misaada. Kwa hiyo kwa hayo nadhani labda tuwe wavumilivu kidogo ama wapole, tuweze kuona kwamba nini kinakuja, kwa sababu kama ni sanction hazitakuja ghafla, lazima watatangaza, watasema moja mbili, halafu tutazipima zikiwa zimetangazwa kwamba hizi zina maana gani na zina madhara gani kwetu kama wawekezaji. Asante. Shukran Gava. Kama kuna mwingine ana swali anaweza uliza tu, sijafunga mic, kwa hiyo mtu anaweza akauliza, lakini kama pia hamna, naweza mkaniambia tukakomea hapo, tukaja kuendelea pengine kesho kwenye group huko, na labda wiki ijayo. Na swali Babu, Okay, endelea. actually nataka niulize kwenye ile session iliyopita, hii CBR ina imply mpaka kwenye mikopo ya USD au ni T-shillings peke yake? USD unachukua wapi? I don't know. Mimi nachojua mabenki pia waga yanakopa, my understanding, correct me if I'm wrong, kwamba hizi benki waga zinachukua pia zinakopa BOT kwa maana ya wakitaka USD kwa ajili ya shughuli zao. Yani, ndo nachouliza, hizi benki zilikuwa zinakopa BOT waga hii CBR ita imply yes, kwenye CBR iliyotangazwa. Ndio maana nimeuliza kwamba wanakopa wapi kwa mkopo wowote ule wa ndani, yani ambao uko Tanzania unahusika na BOT, ina maana hiyo CBR inawahusu, na ndio maana nikawa nimeuliza kwamba ni wapi, kama labda wanakopa nje, wanakopa wapi, na maana kama wanakopa ni ndani. Okay, ndani kwa ndani lazima wahusike, kwa sababu ndani hapa BOT ndo benki wa mabenki. Kwa hiyo kama vile sisi tunavyoenda kina NMB, tunavyoenda kina Mkombozi kubenki, nao haya mabenki yetu yote ya commercial nao wanaenda BOT. Kwa hiyo ukichukua ndani hapa lazima CBR itakupata.
Okay, so hiyo implication yake imekaje, kwamba tutarajie T shillings kuimarika zaidi against dollar ama itakuwa weak ama huwa inakuwaje? Inavyotakiwa kuwa ile principle ya kwake ni kwamba inatakiwa kuimarika, kwa sababu lengo la kukaza ama kuongeza hii CBR ni kupunguza inflation, na inflation inavyopungua ina maana shilingi inaendelea kuimarika, na ndio maana kwenye miongoni mwa mambo ambayo BOT wamesema ni kwamba wametaja vitu kama hivyo, mambo ya mavuno, kama hivyo mambo ya utalii, kama hivyo kuexport hizo gold pamoja na services za kwenye masuala ya utalii huko. Wakasema hiyo pia yatachangia kuongeza uimara wa shilingi. Kwa hiyo CBR inavyoenda kubana ile inflation, kwa maana ya kupunguza inflation kwenye uchumi, ina maana shilingi inaenda kuimarika. Kwa hiyo ni matarajio yangu kwamba shilingi itaimarika na pia hiyo inflation itatulia, kwa sababu ya zile sababu zingine ambazo wamezitaja pale, kwa sababu hivyo ni vichocheo vikubwa vya kushuka kwa inflation, kwa sababu masuala ya vyakula, masuala ya fedha za kigeni na nini, yote hayo yana contribute katika hilo. Shukran, shukran. Asante sana Raymond, mbona umekuwa kimya sana? Okay, naona kimya ni kama watu wameishiwa maswali na mambo kama hayo. Sasa nadhani hii nitaifungia hapo, alafu nitasubiri ile link ikisha jigenerate, nitashare kwenye group ili wale ambao hawakupata nafasi waweze kupata nafasi kwa muda wao, waipitie na waweze kujua kile ambacho tumejadili jioni ya leo. Asante sana kiongozi. Nashukuru sana. Nafikiri tukutane wiki ijayo tena, pengine tutapanga muda mzuri zaidi, labda kwenye group kwa ajili ya hii session ambayo ni weekly. Lakini pia mtasema muda ambao ni mzuri, ili tuweze kujua kwamba tunaipanga na inakaa kwenye ratiba mapema. Asanteni. Shukran.